الحمد لله ذو الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد. Mada yetu ni tathmini ya matokeo ya ibada zetu. Ibada zetu zina matokeo ambayo ni natija au atharul ibadat, matokeo au natija ya ibada zetu. Kwanza, zile ibada zimegawika mara mbili. Kuna ibadatu sha'airiyah wa ibadatu taamuliyah. Kuna ibada zile za baina ya mja na Mungu peke yake, na kuna ibada za baina ya mja anavyoamiliana na viumbe wengine na hasa wanadamu. Ndugu zangu, lazima hivi vyote tuvifanyie tathmini. Ibadatu sha'airiyah wa ibadatu taamuliyah, ibada zile za baina yetu sisi na Mungu, yeye Mungu mwenyewe, na ibada za baina yetu sisi na wanadamu wenzetu. Tunaona safari moja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliuliza pale msikitini, kutokana na hadithi iliyopokelewa katika sahihu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man asbaha minkum sa'iman faqala Abu Bakr ana. قال من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ illa dakhala aljanna. Ndugu zangu, tunaona Bwana Mtume aliuliza, leo nani ambaye aliamka ana saumu? Sayyidina Abu Bakri akasema mimi. Kisha akasema, nani aliyefata jeneza, ni jeneza la mtu aliyokufa akafata? Abu Bakri akasema mimi. Man at'ama miskinan, leo nani amelisha maskini? Abu Bakrin akasema mimi. Akasema man aada minkum maridhan, nani amekwisha tembelea mgonjwa? Abu Bakri akasema mimi. Ndugu zangu, Bwana Mtume akasema hayakutani mambo hayo kwa mtu illa ataingia peponi. Yani anna Aba Bakrin jamaa baina siyam wa it'ami ta'am wa ba'd al-a'mal al-ukhra, yani jamaa baina a'mal ash-sha'airiyah wa a'mal at-ta'amuliyah. Amekusanya Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu baina ya ibada zinazomhusu Mungu peke yake kama Mungu, na amali nyingine ambazo anatenda lakini zinagusa maslahi ya wanadamu, kama lile jambo la kufata jeneza, kama vile jambo la kulisha maskini, kama vile jambo la kwenda kumtembelea mgonjwa. Ndugu zangu, amali hizi ndugu zangu inabidi tuzifanyie tathmini. Zile amali, yale matendo ambayo yanahusiana baina yetu sisi na Mungu tu, na yale matendo ambayo ni a'malu taamulia,
matendo ya muamala, matendo ya kutendeana na viumbe wenzetu wengine. Lazima mambo yale yaende sambamba. Ndugu zangu, tusipofanya hivyo, kweli unaweza kuwa masha Allah uko vizuri wewe katika a'malu sha'airiya, lakini hauko vizuri katika a'malu ta'amuliya. Ukitaka kulijua vizuri hilo neno, muone Bwana Mtume Muhammad na msikie jinsi alivyoziunga baina a'malu sha'airiya wa a'malu ta'amuliya, jinsi alivyounga baina ya matendo ya imani ya Mungu na siku ya malipo na miamala nyingine. Sikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Na hadithi nyingine asema, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Mtu ambaye anemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya malipo, basi na amkirimu mgeni wake. Ona hadithi hii ilivyounga baina al-imani wal yawmil akhir wa ikrami dhaif, baina ya kumwamini Mungu na siku ya mwisho na kukirimu mgeni, na vile vile baina ya kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na kutomuudhi jirani. Kwa hiyo innal habiba sallallahu alaihi wasallam jamaa baina a'malu sha'airiya wa a'malu ta'amuliya. Kwani jirani ni Mungu? Kwani mgeni ni Mungu? Mgeni ni mwanadamu. Kitendo kizuri cha kuishi vizuri na jirani yako kinakuchukulia wewe katika nafasi nzuri ya kuwa wewe ni muumini bora. Ndugu zangu, na si tu mpaka katika amali mbalimbali hizi za mahusiano yetu sisi na Mwenyezi Mungu mwenyewe, katika zile amali ambazo anahusika Mwenyezi Mungu bila kuhusika mwanadamu. Kwa mfano, amali ya saum. Mtu anafunga saumu, anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake. Kwa hakika ukimuona, unamuona huyu mtu mashallah yuko kwenye viwango. Yani ndugu zangu Waislamu, hakika mnavyokuwa, yani jinsi mnavyokuwa katika Ramadhani, ndugu zangu, yani mnapendeza. Yani muumini anakuwa ni vile anavyotakiwa muumini awe. La yaf'al shay'an illa bil amr wa la yatruku illa bil amr. Hatendi ila kwa amri, haachi ila kwa amri. Allah akisema kwamba wa atimu siyama ila layl, tekelezeni saumu mpaka usiku, anaacha kula, anaacha kunywa, anaacha kustarehe na mke wake, imtithalan li amrillah, kutekeleza amri ya Mungu. Halafu ikifika usiku akiambiwa haya, wakulu washrabu, kuleni na mnywe, anakula na anakunywa. Unaona hapa jinsi alivyokwenda katika kutekeleza amri ya Mungu. Lakini angalia mtu huyu jinsi anavyotakiwa vile vile upande wa a'malu ta'amuliya, amali ya muamala baina yake yeye na wanadamu wenzake. Kuna neno la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam linasema, man lam yada qawla zur wal amila biha falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharaba. Mtu ambaye hata acha yani uzushi na kutumia, Mungu hana haja aache chakula chake na aache kinywaji chake.
Ina maana kwamba inabidi vitu hivi, a'malu sha'airia wa a'malu taamulia, viende sambamba. Mahusiano yako wewe na Mungu katika saumu yako yaende sambamba na mahusiano yako na wenzako. Ndugu zangu, lengo ni kuambatanisha, lengo ni kutenda, lengo ni kutujenga sisi katika takwa. Ndugu zangu, unapousikia uzushi, jambo baya kabisa, unakwenda ni wangapi wameleta uzushi katika ndoa za watu? Ngoja nikupe mfano ili utambue ili jambo linavyokuwa ni baya. Fikiri wewe mwanaume au wewe mwanamke umekwenda kuleta uzushi, ukaleta mume na mke kuachana, watu waliokuwa wanakaa mashallah, wenyewe wanapendana, wenyewe wanashirikiana katika heri, hatimaye wakatengana. Na sengine katika kule kutengana, mwenendo wa yule mwanamke ukaharibika, aliyekuwa mke, na mwenendo wa mwanaume ukaharibika. Sengine hapo katikati watoto nao wakawa wakatoka wakaenda kuharibika. Hebu angalia athari ya uzushi, jinsi ambavyo imeleta maharibiko na maovu katika jamii. Ndugu zangu, ndiyo maana tunaona siku ya Kiyama katika ile hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayemtaja mtu ambaye atakayefilisika, pale alivyosema atadruna manil muflis, je, mnajua masahaba zangu ni nani ambaye aliyefilisika? Wakasema, ya Rasulullah, almuflis fina, mtu aliyefilisika kwetu, man la dirhama lahu wala mataa, ni mtu ambaye hana pesa na wala hana aseti yoyote. Huyo ndio ambaye kwetu sisi amefilisika. Lakini naomba usikilize hapo ili ufanye tathmini, utambue kwamba kila kimoja kina nafasi yake. A'malu sha'airia wa a'malu taamulia, amali zile za baina yetu sisi na Mungu na zile amali za baina yetu sisi na wanadamu wenzetu, kwamba zinakwenda sambamba. Unaambiwa Bwana Mtume salam amesema muflis kwetu sisi ni yule ambaye jaa yauma alqiyamati bisalatin wa siyamin wa zaka. Ebu angalia ndugu yangu mpendwa, uzito na thamani ya amali hizo. Mtu huyo atafika siku ya Kiyama, ana sala, ana saumu na ana zaka. Yani kwenye nguzo 5 nzima amekuja na nguzo 3 ambazo ni nguzo nyeti. Nani anakuambia kwamba sala ni jambo dogo? Silatun baina al-abdi wa rabbi, mahusiano baina ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Siyam, yani unyenyekevu wa mja, anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Iangalie zaka, jinsi mali ilivyo ngumu, lakini yeye akakubali kuitoa kwa ajili ya kutaka radhi. Huyu mtu unaona kabisa kwamba amefika siku ya Kiyama, upande wa a'malu sha'airia yuko vizuri, lakini kitakuja kumfanya afilisike upande wa pili, upande wa a'malu taamulia, upande wa matendo ya yeye alivyokuwa anawasiliana na anavyotendeana na watu wengine. Kwa sababu hadithi inasema kwamba
huyo mtu jaa kad shatama hadha wa qadhafa hadha wa dharaba hadha wa safaka damu hadha wa akala mal hadha. Unaona hizi zote hadha hadha hadha, shatama, qadhafa, dharaba, safaka damu. Unaona huyu mtu atafeli kwenye upande wa a'malu taamulia. Atakuja mtu huyu shatama hadha, alimtukana huyu, wa qadhafa hadha, vijana wana neno, akampakazia yule. Wewe unaona kwamba kwa kuwa mimi nimefunga, kwa kuwa mimi nasali, kwa kuwa na nani, kwa hiyo unakuwa hujali wala kuchunga muamala wa jinsi unavyoamiliana na wenzako. Kumbe zile ni amali zinatakiwa ziende sambamba, baina a'malu sha'airiya wa baina a'malu taamuliya. Mtu huyu atakuwa amefeli kwa sababu alimtukana huyu, akamsingizia, akampakazia yule, akampiga huyu, akamwaga damu ya yule, akadhulumu mali ya huyu. Angalia hawa watu waliodhulumiwa, yule mtu zitachukuliwa amali zake za sha'airia ziweze kuwa ni thamani ya malipo kwa mapungufu aliyokuwa nayo katika amalu ataamulia. Ndugu zangu, na hapa ndipo tunavyotakiwa tufanye tathmini. Sisi leo tunatenda amali zetu, kwa bahati mbaya hatufanyi muhasaba, hatufanyi tathmini ya amali zetu. Ndugu zangu, unaona kabisa, mbona ibada zetu hazitupi matokeo yaliyoahidiwa? Wapi tunakosea? Tunakosea kwa sababu hatufanyi tathmini inayoweza kutusaidia turekebishe pale tulipokosea. Kwa mfano, si unaona juu ya sala Allah amesema inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Halil fahshai wal munkar fil akhirah? Akhirah kuna machafu na maovu. Fahshai wal munkar fi dunya. Hakika sala ikisaliwa vilivyo huwa inamziwia yule anayesali na mambo machafu na maovu. Ukijikuta ndugu yangu mpendwa unasali na bado una machafu na maovu, lazima ukae chini ufanye tathmini, ninakosea wapi? Kwa sababu hayo machafu na maovu ni hapa duniani kabla ya kufika huko siku ya akhira. Lakini si sala tu ambayo ina matokeo ambayo yanatakiwa yaangaliwe. Angalia vile vile katika hija kuna mambo ambayo ni mambo ya muamala ambao unahusiana na wanadamu. Amesema Mwenyezi Mungu kwamba faman faradha fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mtu akienda hija, fala rafatha. Rafatha ni yale maneno anayezungumza mwanaume au mwanamke, kama vile yani ya romance yale ya kimapenzi yale. Sasa nakuuliza, rafatha mtu anaweza kufanya na Mungu? Mungu unaweza kumwambia maneno ya mapenzi? Sina maana kwamba wewe ni mwanadamu unamwambia mwanadamu mwenzako yale maneno yale. Wanaume nyewe mnayajua, na nyewe wanawake mnayajua mkiyataka. Mapenzi si mnayajua? Kwa hiyo unaambiwa fala rafatha. Unaona hapa ni a'malu taamulia.
yani inabidi uende na a'malu sha'airia, kama vile unavyokwenda si unasema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Unaona, na kuitikia Mola wangu, na kuitikia ewe usiokuwa na mshirika, na kuitikia hakika shukrani zote na neema zote na milki zote ni zako. Unaona jinsi unavyokwenda vizuri, mashallah. Unazunguka Kaaba uko na Mola wako, unakwenda katika Arafa uko na Mola wako, unakwenda katika Muzdalifa uko na Mola wako. Hayo ni ya Mungu mwenyewe moja kwa moja. Lakini haya mengine haya ambayo yanagusa wanadamu katika amalu taamulia, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Unaona muamala hapo, mtu akifanya rafatha anafanya na mwanadamu, mtu akifanya uovu wa kitendo kile cha fusuka anafanya na mwanadamu, mtu akileta malumbano. Na saa ingine huwa inakuwa tabu kweli, maskini. Nachukua fursa katika kipindi hichi kuwaomba waheshimiwa mahujaji, mnapokwenda na viongozi wa taasisi zenu wanapotoa ile miongozo kwamba labda jamani, mwaheshimiwa mahujaji, subirini hapa, tumeelekezwa kwamba kwa mfano tusipeleke wageni kule Jeddah International Airport mpaka taratibu zote za ndege ziwe zimekamilika. Sasa unamuona mtu mwingine anaanza kuleta lile neno jidala, sangine mpaka anasababisha kukosekana utulivu na amani katika msafara, sababu ya yeye kuleta malumbano. Anasahau kwamba faman faradha fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yoyote atakayejaliwa kwenda hija hatakiwa aseme yale maneno ya mapenzi mwanaume au mwanamke, na wala asitende lile tendo ovu mwanaume wala mwanamke, na wala asilete mambo ya malumbano. Ndugu zangu, si tu angalia mahala pengine katika tathmini maalum ya muhimu wa sisi kutathmini amali zetu, na tusitathmini upande mmoja, tutathmini pande zote, baina a'malu sha'airia wa baina a'malu taamulia, baina ya matendo yetu kwa ibada ambazo zinakwenda moja kwa moja kwa Mungu, na zile ibada ambazo zinagusa maslahi ya wanadamu. Angalia muamala wa mtu anayemtesa na kumnyanyasa yatima, mtu ambaye aliye na uwezo wa kulisha maskini na hafanyi hivyo. Unaona Qur'ani imemwitaje? Qur'ani imesema araaita alladhi yukadhibu biddin. Je, wewe ukisikia mtu anaitwa yukadhibu biddin unamchukuliaje wewe huyo mtu? Je, umemuona yule anayepinga siku ya malipo? Na nyinyi mnajua kila siku tunaposali tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yeye ndio Mwenyezi Mungu ambaye maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Angalia kitendo araaita alladhi yukadhibu biddin. Je, umemuona yule ambaye anayepinga siku ya malipo? Unalionaje hili neno ukilisikia? Fadhalika alladhi yad'u alyatim, ni yule ambaye anayewanyanyasa mayatima, wala yahudhu ala taami almiskin, wala hahamasishi na kusimamia taratibu za kulisha maskini. Unaona, mayatima ni wanadamu, maskini ni wanadamu. Muamala mbaya wa kuwatendea mayatima, muamala mbaya wa kutolisha maskini
Qur'ani imemwita yukadhibu bidin, imekwenda moja kwa moja kwenye imani, kwamba mtu huyu anapinga nani? Siku ya malipo. Ndugu zangu, hata hiyo saumu yenyewe tumefaradhishiwa kufunga, lakini alghayatu hiya taqwa. Upeo wa saumu ni itufikishe kwenye uchamungu. Je, kweli saumu inatufikisha kwenye uchamungu? Tunafunga na kufungua. Je, namna Ramadhani inavyokuja na namna Ramadhani inavyotuacha, je, inatuacha tukiwa katika hali bora zaidi ya ile hali ambayo iliyotukuta nayo? Na kwa nini hatufanyi tathmini? Ndugu zangu wapendwa, yaani unamkuta mtu kila mwaka yeye anaishi na mwanamke tu bila ndoa. Kazi yake ni kuhangaisha mashekhe. Shekhe, naomba kuuliza. Haya, uliza ndugu yangu mpendwa. Kama na mwanamke tunaishi bila ndoa, akinipikia uji wa utakuwa na halali? Kaka, yaani wewe unauliza uhalali wa uji tu, hufikiri juu ya uhalali wa mpika uji. Kumbe mtoto wa watu unampenda jamani, si umuoe? Mbona matumizi ni yale yale? Tena hii Ramadhani, ndugu zangu, kila mmoja anatakiwa afanye tathmini, ajue hivi, unajua Ramadhani ndio inathibitisha kwamba kumbe mnaweza. Ndio inatakiwa nafsi uiambie kwamba bwana, mimi nilikuwa nafikiri siwezi kuacha pombe, kumbe naweza. Mbona Ramadhani imekuja nimeacha? Mimi nilikuwa nafikiri kwamba siwezi kusali, mbona Ramadhani hii imekuja nimeweza? Kumbe ninaweza. Lililopo kama shetani amefungwa katika mwezi wa Ramadhani, kwa mujibu wa hadithi, kwenye nafsi yako we mweke off. Kawaida kwenye sehemu ya umeme pale kwenye switch, ukiweka switch off, kama umeme ulikuwa umekatika, ukirudi ukikuta off pale, umeme hauingii, na wewe mwekee shetani kwenye nafsi yako off, kwamba mimi basi nimesharudi kwa Mola wangu. La budda min muhasabati nafsi. Ndugu zangu, hayo ndiyo mambo ya msingi ambayo tunatakiwa twende nayo. Na ukiona hatupati tathmini husika zilizotangazwa na Mwenyezi Mungu kwamba mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale waliopita kabla yenu, tambua miongoni mwa mapungufu yanayotukuta si kwenye saumu ni vigezo na masharti hatuzingatii. Nahnu ja'alna al-ibadatu ada, si tumefanya ibada ya saumu ni ada, yani kama mazoea, desturi, na ili hali vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Mlipaji ni Allah na kiongozi mtume wetu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaja miongoni mwa vigezo vikubwa viwili katika amali zote, katika amali ya saumu na katika amali ya kisimamo cha tarawih. Sunona man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba, piga mstari, wa man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba, ndio inakuja ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga Ramadhani imanan wa ihtisaban, atakayefunga Ramadhani kwa kumwamini Mungu na kwa kutaka radhi zake peke yake. Sasa angalia baba, saumu zetu sisi, na unamsikia kijana anasema shikaji wangu utafanyaje kaka, Ramadhani ndio ishakuja hiyo, alafu na familia yetu si hapa wote Waislamu, yani kwa kweli unajua nisipofunga bwana, yani sitaeleweka yani hataeleweka na watu. Kwa hiyo wewe unafungia Ramadhani kueleweka na watu, wakati imanan wa ihtisaban,
ni kwa kumwamini Mungu na kwa kutaka radhi zake peke yake. Kwenye saumu ni hivyo, kwenye tarawehe ni hivyo. Kwa sababu tumefanya hii ni ada, kama tunafanya tu mazoea, kwa hivyo hatufanyi tathmini kwamba kwa nini amali ambazo zimetangazwa na Mwenyezi Mungu zina matokeo kwa mtendaji, tena matokeo hayo siyo ya akhera, matokeo yake yanaanza hapa hapa, kwa sababu takwa mahala pake ni moyoni. Attaqwa hahona, uchamungu uko hapa. Bwana Mtume aligusa kwenye kifua akimaanisha kwamba uchamungu uko moyoni, na moyo ndiyo mahalu nadhrillah, ndipo mahala ambapo Mwenyezi Mungu anaangalia, je, una moyo salama au una moyo ulio na maradhi? Basi tukutane katika mada yetu nyingine.